Pasaka imeingia ndani ya Pasaka, ni ibada gani? Na sports imekuja kuanzia mwaka baada ya kuvunjwa hii swati na 68 ndio ikaingia sports kwa malengo ya kuja kuvuruga utamaduni wa Mzanzibari. Leo kwamba kama ni sports ni Pasaka. Pasaka ni dini. Sasa iweje kwamba iingizwe ndani ya dini sports? Kwa hivyo la msingi hayo na mengi mengineyo, tunafika kwamba kuona kwamba utamaduni wa Zanzibar leo umekuwa una madonda mengi sana. Solution au masuala mengine ni lazima Wazanzibari wawe na mamlaka ya kamili ili waweze kulinda utamaduni wao. Haiwezekani kwamba utamaduni uachwe upotee, halafu tujisifu kwamba tunalinda mila na akhlaki, au tunalinda mawazo, busara na hekima za Mzee Karume. Hivyo sivyo. Labda tuseme changamoto tatu ambazo leo matokeo ya kubomoka kwa utamaduni wa Zanzibar. Leo tumeshuhudia kwamba siasa zinajenga chuki, uhasama, unafiki, makundi na kudharau mafunzo na miko ya dini. Hichi ndio tulichokishuhudia leo. Kabisa tulishuhudia leo. Chuki, unafiki, uhasama, siasa ambazo zinajenga au zinakwenda kinyume na miko. Juzi bungeni kuna lugha zimetumika kiasi cha kwamba ule mzungumzaji ni Mzanzibari kabisa. Kama anajielewa kama yeye ni Mzanzibari, utamaduni wake ukoje, lugha ambayo anazungumza ndani moja kwa moja inamtoa nje ya misingi ya dini ya Uislamu. Moja kwa moja. Bila kujali kwamba yeye ni Muislamu. Ana utamaduni wake Mzanzibari, anazungumza lugha ambazo zinamtoa nje kabisa ya mstari wa Uislamu. Kisa hakijulikani. Leo tunashuhudia umajimbo ambao umekuwa ndio msingi wa mshikamano. Umajimbo, watu wanajenga hoja za umajimbo. Wewe Mpemba, wewe nani? Wewe Mpemba, ukirudi Unguja sipite, utapita kwa boti tuenda kwa Pemba. Tunakwenda wapi? Huu ndio utamaduni wa Zanzibar? Sio kabisa. Viongozi na wasomi mafisadi wa Kiislamu, corrupt Muslim leaders and scholars, wanaotoa kipaumbele kwa maslahi binafsi dhidi ya dini. Tumeshuhudia hayo. Leo ndio yapo sasa. Viongozi na viongozi bila kujali kwamba wao Waislamu wameweka kipaumbele masuala yao. Kupungua kwa imani na uaminifu kwa kisingizio cha hali ngumu ya uchumi. Hizo ni athari, mambo ambayo yamejitokeza. Kujiamini, lack of confidence miongoni mwa watu binafsi, makundi na wasomi wa Uislamu. Wasomi wa Uislamu leo wasomi wa Zanzibar wanaojiita kama ni wasomi wa Kiislamu wamekosa nini? Kujiamini, lack of confidence, kujiamini. Kwa hivyo hawezi akatetea, hawezi akasema utamaduni wake. Hivi karibuni nilikuwa na mazungumzo karibu kibini, naomba mwenyekiti niongeze kama dakika 5. Nilikuwa na mazungumzo na waziri wa utamaduni, utalii na michezo wa Zanzibar kuhusiana na kadhia nzima ya watalii kwenda utupu mitaani. Anatoka mtalii Kiwengwa, anaingia kijijini amevaa chupi na singlet. Anatoka Kiwengwa Matemu anakuja Mji Mkongwe kwenye basi pale darajani anashuka amevaa chupi na vitu vingine. Nikamuuliza, hivi kweli hii ndio utamaduni wetu Zanzibar? Hivi kweli hawa wenzetu wanapokwenda nchi nyingine au kwao wanafanya hivi? Jibu liko halipatikani. Jibu la mwisho likasema kwamba kwa sababu jukumu la kulinda mila na utamaduni ni la Wazanzibari wenyewe. Serikali itabidi itakuwa ngumu. Hivyo wewe serikali utamaduni walinda Wazanzibari wenyewe. Sasa utamaduni ndio nini? Ndio mwenge wa nchi.
kwamba tuangalie kwa upana sana tunapoangalia utamaduni na muungano, nini kimetokezea ndani ya miaka 50 ya muungano wetu. Mwisho jamaa alizungumza pale na kote, sababu ilituma swala kwa Sheikh Ali, yeye ilikuwa kidogo nje ya uwezo wake, nje ya fili yake, lakini ilibidi alijibu kidogo swala zima la Mheshimiwa Lukuvi kuzungumza kule kwamba kazungumza mengi na mimi nakubaliana na Mheshimiwa Ali kwamba lazima Lukuvi awajibishwe. Rais lazima amwajibishe na amuuzulu uwaziri, lazima. Na kama hilo nasema hapa ni mtu wa mada, lakini kwa upande wa pili nazungumza kama katibu wa Jumuiya ya Maimamu Zanzibar, Unguja na Pemba. Lazima rais amuuzulu waziri Lukuvi. Lugha ambazo amezitumia ni lugha ambazo za kutumbukiza nchi katika misukosuko, nchi kwenye mapigano. Kama sisi hatakuwa na subira ya kuweza kusubiri, leo tayari nchi imeingia pabaya. Juzi baada ya tukio hilo, maimamu wengi walipiga simu, katibu mbona kimya? Katibu vipi? Katibu kimya, husemi kitu. Moja tu ambayo nilifanya, niliwapa maelekezo maimamu wote wa msikiti na makatibu wote Unguja na Pemba Ijumaa juzi wazungumzie swala hili. Nilitoa maelekezo hayo. Na hayo maelekezo message hizo nilimtumia mpaka nani? Nilimtumia mpaka Sheikh Suraga, nilimtumia kadhi mkuu, nikamtumia message hiyo kwamba leo maimamu wote watazungumza kuhusiana na swala zima la lugha ambazo Mheshimiwa Lukuvi na wenzake wamezisema. Na bahati zimezungumzwa. Kwa hivyo wasifia kwamba tunatumia matakiba kimya, tunasema. Kwa hivyo kwa jumla mengi ya mazungumzo, lakini la kusikitisha kubwa sana la kusikitisha ni kauli ambayo alitoa mbunge wa bunge la katiba Bwana Louis Majaliwa. Ni Mzanzibari halisi, mzawa, kindakindaki. Anasema kwamba yeye hapa bila ya muungano wa serikali mbili, sisi wa Kristo wa Zanzibar sote tutaondoka. Kwa hivyo muungano ndio utakaotulinda sisi wa Kristo wa Zanzibar. Hivyo wewe Louis Majaliwa, Mzanzibari kindakindaki, hao wazee wako, babu zako, bibi zako toka karne kwa karne waliondoshwa hapa Zanzibar na muungano, wale muungano ulikuwepo, waliondoshwa. Tusitumie lugha ambazo za kutaka kufarakisha watu. Swala la muungano ni kama ambavyo alivyozungumza Sheikh Ali hapa, masuala ya muungano na masuala ya uraia, masuala ya jamii ni vitu tofauti. Sawa? Tupo hapa Kristo, wapo Waislamu, karne kwa karne, ayami kwa ayami, tunaheshimiana, tunakwenda pamoja katika masuala ya kijamii yote, sio katika masuala ya dini, la hasha. Masuala ya kijamii tunakwenda pamoja. Leo yasiye akichomoka. Kuna mwingine alizungumza juzi katika kitabu, kuna kitabu ambacho nitaka kujinacho, kitabu ambacho kimesambaza bungeni. Kuna kitabu kimesambaza bungeni, eti wanajiita kama ni wasomi 100. Wasomi 100 wa Tanzania chini ya kiongozi Profesa Madia Mkono wa Dar es Salaam, chuo kikuu Dar es Salaam. Wameandika kitabu kwamba katiba bora Tanzania. Wamekipeleka bungeni eti iwe ndio rejea za wabunge. Na bahati mbaya juzi kila mbunge akisimama serikali mbili anarejea kitabu cha kama alivyozungumza Profesa Madia Mkono, kitabu cha wasomi 100. Ukiangalia kitabu cha wasomi 100 kakifunua ile kitabu, ndani yake mtakuta quotations zimeandikwa, nasoma nitakariri kichwani. Wazanzibari ni 80% Waislamu. Tanganyika Waislamu hawazidi 10%. Waislamu na wasiokuwa na dini ni 10% tu. Mwiyo manake nini manake? Kwamba sasa anapeleka hoja bungeni
kwamba kwa vile Waislamu wa Zanzibar 80%, basi hao pengine pengine, na hii ndio habari zimba kwamba hao wakipata seka 3 pengine hao watakuwa dola ya Kiislamu. Apeleka hoja bungeni, kitabu hicho kimesambazwa bungeni kule. Kama ile Profesa Badia Mkono alikuwa na nia njema ya Watanzania kuwapa maelekezo, kwa nini ameingiza vipengele vya udini ndani ya kitabu chake na kuvitumbukiza ndani ya bunge la katiba? Hatuvumilii. Kwa hiyo tunamuomba wale wote ambao ni mawakala wa kanisa wamekwenda kwa bungeni kutumwa dhidi ya propaganda, dhidi ya uovu wa Uislamu, tunaomba wanyamaze mara moja. Mwenyekiti, naomba samahani, muda nimeongezwa, lakini ndio tupo kwenye mada inshallah. Assalamu alaykum wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Umechukua dakika 40 badala 30, lakini asante sana. Haya, sasa tuna michango na adhana, time ya adhana. Amezungumza na Kardinali Pengo kwa masaa 4. Amezungumza na mufti wa bara kwa nusu saa. Ikiwa pande mbili za muungano, kwa nini asizungumzwe mufti wa Zanzibar akazungumzwa na kiongozi wa Zanzibar wa dini nyingine? Lakini waliofuatwa ni Kardinali Pengo na mufti wa Tanganyika, wakati mchakato wa katiba unahusisha zaidi baina ya pande mbili, Zanzibar na Tanganyika. Na hichi ndo kitu ambacho watu wengi wameanza kuyapa makundi yale ya walemavu ya nafasi bila ya ule msingi wa Zanzibar na Tanganyika. Na ndio maana ukakuta hapa Zanzibar imevurugwa, watu wengi wameshawishiwa katika makundi tofauti kuweza kuendeleza ule usemi wa serikali hii, kwa sababu wengi wamekuwa sio wetu, wamekuwa ni upande mwingine ambao wameshawishiwa. Sasa vijana mnaoingia, lazima mkubali kuelewa historia ya nchi hii, mkubali ukweli na tukubali kuwa wa kweli. Viongozi wanaochaguliwa katika nchi wengi na wajua sasa hawakufinyanyika kisiasa, ni watu waliofinyanyika kwa maslahi yao. Mimi mwenyewe nimejua Tanganyika kwa sherehe za muungano. Sisi tulikuwa katika moja vijana. Sasa leo vijana muwe macho katika kuwachagua watu. Na suala la mchakato wa katiba, samahani, lilianza na ukorofi mapema. Mabaraza ya wilaya yalijaribu na halmashauri za wilaya, uwakilishi wa Zanzibar haukupatikana. Kuna sheria kanuni 9 au 7 hazikufanya uchaguzi, na kamati ya mabadiliko ya katiba ilishirikiana na halmashauri kwa kufanya udhaifu huu. Sasa leo ukisema udhaifu unafanyika katika bunge la katiba, sio kweli. Msingi wa hili swala ulianza na ukorofi. Kwa hiyo mimi asante sana, nashukuru kwa masuala. Wale watu ambao wana nafasi. Napenda kuchangia katika mambo ambayo yamezungumzwa juu ya kuu 3 za msingi. Kwa mwanzo tenda kusema swala mazima sociological point of view of Islam. Kwa pili tenda kuzungumzia masuala historical understanding. Huyu William Lukuvi kwa namna moja na nyingine ameenda kutusi kubwa sana, kutusi Uislamu. Anasema hao wanaodai serikali 3 hao wanataka Zanzibar, na wakishapata Zanzibar wanatangaza Uislamu, dola ya Kiislamu. Hatima yake sasa ni machafuko na Wakristo hawatapata kuabudu. Allahu Akbar. Kwa namna nyingine anasema kwamba Uislamu ni dini ya machafuko, Uislamu ni dini ya kigaidi. Bahati mbaya jamani, nasema mara nyingi kwamba binadamu ambaye atalelewa katika mfumo wa batil na haramu, si rahisi moja katika masiku ajisimame au piganie mfumo wa haki. Waislamu wamo ndani ya bunge, lakini dunia imewazonga, basi wamebakia kimya, hawamjibu chochote, wanatukana dini yao, wanaamua kwamba dini yenu hii bwana ni dini ya fujo, Wakristo hawatapata kuabudu.
Sasa namwambia kwamba katika mtazamo wa Kiislamu, sociological point of view in Islam, anatakiwa kabla ya kuzungumza Uislamu mambo matano hayawezi kuyajua. Jambo la mwanzo, amsome Mungu wa dini husika. Yoyote anayetaka kuifahamu dini duniani, kwanza msome Mungu wa dini ile. William Lukuvi kamsome Mungu wa Uislamu, Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la pili, visome kitabu vya dini ile. Kwa sasa hivi unatakiwa William Lukuvi ukakisome kitabu cha Qur'an, nini kinafundisha. Jambo la tatu, unatakiwa usome prophets, mitume wa dini ile. Kwa hiyo sisi champion wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam unatakiwa ukamsome. Jambo la nne, unatakiwa usome products, wale waliozaliwa na ule mfumo wa dini husika. Kwa hiyo kamsome Ubaydullah ibn Jarrah, Abu Bakar Siddiq, Umar ibn al-Khattab, kawasome vipi waliweza kuiongoza maisha. Lakini jambo la tano, unatakiwa usome mazingira mitume wale walotoka. Hapo utaenda kufahamu Uislamu na utauzungumza Uislamu vile unavyotakiwa Uislamu. Ni filamu inayoyaleta maisha ya nyuma kwa tafsiri katika maisha ya sasa, na hapo utapata future ya baadaye itakuwaje. Sasa William Lukuvi anaonekana amejiingikiwa katika taaluma ya historia. Mtume sallallahu alaihi wasallam alianzisha the first world written constitution in the world at Madina. Mtume alianzisha katiba ya kwanza kabisa duniani kuandikwa pale Madina. Katiba ile ilijumuisha watu gani? Ilikuwa ina part kuu tatu. Ilijumuisha Waislamu, ilijumuisha Wakristo, ilijumuisha Mayahudi. Waliishi kwa peaceful understanding kabisa katika maisha yao. Uislamu ni dini ya amani. Lakini rejea tena katika safari ya historia. Huyu Ubaydullah ibn Jarrah akiliongoza jeshi la Waislamu, wakafika katika jangwa moja. Pale ni Wakristo. Basi Wakristo wenyewe wakawaandikia Waislamu, wakawaambia hivi: enyi Waislamu, tunapenda mamlaka yetu licha ya kwamba ni Wakristo wenzetu, lakini wametufanyia dhulma. Wanaichukua mifugo yetu, wanatuharibia majumba yetu, bidhaa zetu zinaharibiwa. Tunapenda nyinyi ndio muwe viongozi wetu kuliko hawa. Wanaozungumza hivyo ni Wakristo. Leo hii inakuwaje unakuja kusema kwamba ikianzishwa dola ya Kiislamu itakuwa ni sababu ya kuvunjika kwa amani na Wakristo watapata kuabudu? Suleiman Juma, natokea Chumbuni. Nimekuja hapa na swala nataka niulize jumuiya ya maimamu hapo mbele. Swala langu lipo hivi: kuhusu jumuiya ya Uamsho ilikuwa ikituelimisha kipindi cha nyuma mbele hapa. Hii jumuiya mpaka sasa hivi, maana tulikuwa tukisikia kuhusu serikali ifutwe, iachwe. Sasa jumuiya ya maimamu hapo mbele tunakuombeni mtuwekee wazi hili swala. Hii jumuiya bado ingalipo ama imefutwa? Swala langu lipo kama hivi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam. Awali ya yote ningependa kumshukuru Mwenyezi Mungu mtukufu kwa kutujalia kukutana hapa tukiwa wazima wa afya. Vile vile ningependa kutoa shukrani zangu kwa mwenyekiti kwa kuniona. Jina naitwa Salum Selem Shadhir, ni jina langu halisi na wengi wananifahamu hivyo. Ni mwanaharakati niliyepambana na vikwazo vingi tu, lakini bado sitorudi nyuma katika kuitetea Zanzibar. Na ndo katika watu wachache ambao wanaingurumisha Mwembe Makumbi ndo akinasie. Kwanza watu wangependa kufahamu kwa mbili huru, Tanganyika na Zanzibar. Bila kuwepo nchi moja basi hakuna muungano wa Tanzania. Na vile vile tukaikiwa pati mambo ya muungano, kwamba haya Zanzibar inajitegemea mambo yake, haya mambo ya muungano. Lakini nakutia kwamba waziri wa mambo ya nje wa Tanzania Bernard Membe anaenda kuiombea mambo misaada ambayo si ya muungano. Je, anaiombea serikali gani? Tujiulize hivyo. Kuna watu wana elimu lakini hawajaelimika. Mtu ajinasibu na first degree na master, lakini hemlitizame hili. Kuna mambo ya Zanzibar kama ni Zanzibar peke yake, na kuna mambo ya muungano. Lakini tukizungumza mambo ya muungano kwa maana ya Zanzibar imo. Sasa kama Zanzibar imo lakini kuna mambo si ya muungano, wenzetu wanaenda kuiombea misaada kama mambo ya kilimo na mambo mengine. Je, haya yanawakilishwa na serikali gani? Kwa maana hapa inaonyesha dhahiri kwamba ipo serikali ya tatu, ila niungane na wale waliokuwa wengi kwamba huyu ni Ruhani ambaye kajificha. Kwa maana hiyo sasa, katika misingi hiyo, sisi kama Wazanzibari tunasimama kidete na tuko tayari kwa lolote lile katika kuitetea Zanzibar.
nitazungumza popote pale ambapo nitastahili kuzungumza katika kuitetea maslahi ya Zanzibar. Japo kutupa vitisho vya aina mbalimbali, lakini hatutetereki katika hilo. Na umwamba sio kuzungumza pembeni tu, njoo zungumzi katika hadhara ya watu kama hapa tuwakusikie. Kama kweli wewe una uchungu na maslahi ya Zanzibar, au kuweza kutudanganya kwa hoja ambazo zisizokuwa na msingi. Kama ni usultani, mbona bado upo na mnokalia? Lakini kwa maana hiyo tuondoke hapa na kauli kwamba mwaka 2015 kesho kutwa tunaingia katika uchaguzi. Wazanzibari tuache tofauti zetu za kichama katika kuwateua viongozi ambao watakaolinda maslahi ya Zanzibar, na sio kutizama chama, huyu CCM huyu kafu. Mtu ambaye hana maslahi na Zanzibar, basi huyo mtu hatufai kwetu sisi. Asante sana, shukrani. Asante bwana. Tunahamia upande wa kuna mtu wangu mmoja nilisema huko, lakini kama hivi alau tuweze kuzungumza yale yalo tulionayo katika roho zetu na katika nyoyo zetu. Swala kubwa tunalozungumzia ni muungano, kama tunautaka au hatutaki. Na hatutaki kwa sababu zake. Kwa sababu kwanza muungano unatuonea. Si Wazanzibari tu na hata wanawake. Kwa sababu akitiwa ndani mume wangu, mimi ndo ninapata tabu. Akipigwa mtoto wangu, mimi ndo ninapata tabu. Dawa hospitali kwa kununua. Ile mimi kutoka pale kuna hospitali peke yake inapoteza muda baada ya kushughulikia mambo mengine ya uchumi na kwenda kushughulikia mambo mengine. Hili ndio zaidi linatufanya tukatae muungano. Yengine muungano hauna uadilifu. Kama kweli wenzetu wana nia ya kuwa tuwe na muungano halisi, tuzungumzie mambo ya muungano sehemu za kuzungumzia mambo ya muungano. Tusizungumzie muungano sehemu za kuzungumzia mambo ya muungano. Kwa mfano kama rais atakwenda kufungua bandari, atakwenda kufanya mambo ya elimu, anazungumzia mambo ya siasa. Imekuwa sasa siasa Zanzibar imejaa, TV huwezi kuangalia, radio huwezi kufungua. Halafu wale wanaozungumzia muungano katika sehemu zao za ibada, kama yeye kazungumzia katika sehemu yake ya ibada, sikosa, na mwingine akizungumzia kule pia sikosa. Kwa hivyo sasa sikereke. Halafu Mrema asijisahau, wala hatutamsahau. Asizungumzie suala la mabomu wala mapato wala. Yeye kasahau alipochukua majeshi na mapolisi akapeleka Morogoro misikitini. Sisi hatusahau, asifikirie tumesahau. Yote haya tuyasahau. Hatusahau 2001. Matokeo yaliyotokea mpaka leo, wazee wetu, ndugu zetu wanakufa. Sasa hivi tunao jamaa zetu wako ICU Muhimbili. Akipimwa anaambiwa wewe ulipata fracture miaka 8-10 nyuma iliyopita. Kipigo alichokipata wazee wetu 2001. Leo tujiangalie kama sisi tunatetea jambo kama hilo. Mahita yuko hata katika bunge la katiba hakuchaguliwa. Na yeye ndo alisimama mstari wa mbele kwenda kuwapiga Wazanzibari kwa helikopta. Na leo tunamwona ukapa. Kwa hivyo ndugu zetu, Wazanzibari wenzetu, tusimamie kutetea nchi yetu. Kama ikiwa Lukuvi yeye kazungumza kanisani au Pinda kazungumza, na Mwamsho hakukosea. Walipozungumza ni sawa. Jengine ni kwa Nyerere hatumlani vile. Nyerere tunamlani kwa vitendo vyake. Kama alivyotaja mtu mada mmoja, alimlazimisha Karume azungumzie kama kuivunja jumuiya ya Waislamu. Kwa nini yeye hakuivunja? Kwa sababu yeye alitaka na umwe. Lakini sasa watu wenye utafiti wanajua kama fulani ndo alisababisha hili na alimtumilia fulani. Na vile vile yeye ndo alomtumilia mauaji yote alofanya Karume. Ni yeye Nyerere ndo alosababisha kuweka vizuka na kuweka watoto waliokuwa mayatima mpaka hile. Ni yeye ndo alisimamia kumfundisha huyu atakufaa, huyu hakufai, huyu atarudi. Alafu nikiaje dogo tu la polisi. Mapolisi wafanye kazi zao kwa uadilifu. Kama ikiwa wao wamesomeshwa kulinda raia na wamepata vyeti kamili, wafanye kazi zao kama walivyofundishwa. Kama ikiwa vyeti wamevipata kwa njia ya rushwa, wafanye hivyo wanavyotaka wao au wanavyoamrishwa. Huwezi kusema kama mimi hapa siwezi kwenda pale kwa sababu naona hapana usalama utavunjika. Wewe kazi yako ilikuwa nini? Si umefundishwa wewe? Na cheti umepewa ili kwa ajili ya kulinda usalama. Sasa hama polisi nao
wafanye kazi zao, wasishughulikie mambo ya chama wala wasishughulikie mambo, wasijifanye wao ni sasa na wale wasakatonge. Wasakatonge wanajulikana kama wale ni wasakatonge, lazima atakata, kwa sababu Mwinyi Haji Makame mwenyewe na yule waziri wa fedha mwenyewe wamezungumza kwenye baraza la kijiji kama kweli wanapokwenda kudai haki za Zanzibar wanapata matatizo. Leo yale wameakana, tuseme hawa ni kina nani? Kwani kuna kitu gani cha kuzungumza? Kwa nini tujadili mambo ya serikali 3, 2, 1? Kwa nini? Hakuna haja gani? Leo tumekaa hapa na mahafali chungu nzima yanaendesha hichi kitu. Sisi Zanzibar haituhusu hichi kitu. Kwanza Shein alipeleka watu katika bunge, haikumhusu kupeleka watu kule. Kwa sababu sisi katiba yetu kifungu namba 1 kinasema Zanzibar ni nchi. Kwa hiyo Shein alikuwa hana haja kupeleka kule. Ushajitangazia wewe ni nchi kwa mujibu wa katiba ya 2010. Basi ilikuwa huna haja kupeleka watu kule, itangazie kabisa hapa. Shein. Kwa hiyo kulikuwa hakuna haja sisi kwenda kule tukazungumzia bunge la katiba. La nini? Katiba yetu tunayo sisi. La pili, Kikwete ameanzisha sokomoko hili katika kifungu gani cha sheria cha nchi hii? Cha muungano, cha kimataifa au cha Tanganyika? Atuambie. Na Shein naye kapokea kwa kifungu gani? Atakaanzisha bunge la baraza la katiba na bunge la katiba. Sheria gani ametumia? Basi wamekaa kwenye viti vyao wakatunga hivi vitu. Pili, tunasema hakuna katiba moja ya nchi mbili, hakuna duniani. Katiba moja ya mataifa mbili hakuna kwa mujibu wa sheria za kimataifa. Katiba ni taifa moja, katiba ni taifa, katiba ni taifa. Sasa wao hii katiba moja ya nchi mbili wamepata wapi? Zanzibar ni sovereign state na Tanganyika ni sovereign state. Hivi nchi mbili zina viti vyao katika Umoja wa Mataifa na havijavua vile viti vya Umoja wa Mataifa. Sasa inakuwaje leo sisi tunataka tuunde katiba moja ya nchi mbili? Sheria za kimataifa hazituruhusu, na vile vile United Nations Charter hairuhusu, kwa sababu sisi tayari tuna viti vyetu katika Umoja wa Mataifa. Pili, huu muungano umekuja vipi? Muungano hakuna. Muungano ni uvamizi wa nchi moja kubwa kwa nchi moja ndogo. Na pili, muungano huu baada ya kuvamia waliikalia nchi moja kubwa kuikalia nchi ndogo. Tatu, nchi moja kubwa wakaimega nchi ndogo. Sasa hivi wamejengezea mipaka kule Tanganyika kwamba hii ni ardhi yao. Kwa hiyo hao wanasherehekea muungano, sio kama wanasherehekea muungano, wanasherehekea uvamizi wa Tanganyika kuvamia Zanzibar. Kwamba wao jamaa hawa, kwamba hawa jamaa wanafurahia kumnyang'anya mtu na kummega mtu. Ukimwibia mtu kitu unafurahi ukipata, bwana. Ndio walivyo wenzetu, wanyang'anyi kwa ufupi. Kwa hiyo tunasema hivi, muungano haupo. Na kama muungano haupo, kuna haja gani ya kuzungumzia muungano? Sheria ya Zanzibar katika kesi namba 2010-2005 anayo bwana pale kile kikatasi pale. Ule ni uthibitisho ambao umetoka kwa mwanasheria mkuu wa Zanzibar Idi Pandu Hassan, ambaye sasa hivi anaumwa kidogo. Mimi niliongoza kile kikosi cha watu 10 pamoja na wenzangu kuiambia serikali na kuidai tupe hati ya muungano asili wa mkataba wa maandishi na signature kisheria, sio toka barabarani. Muda umekwisha. Maneno mazuri lakini muda umekwisha. Serikali ya Zanzibar serikali ya Zanzibar imejibu haina mkataba. Sasa nani mwenye mkataba? Kwa vile serikali ya Zanzibar imesema haina mkataba, muungano wa nini? Haupo. Haya, asante sana, tunashukuru, asante. Haya, kijana wangu mwenye fulana pale. Itakuwa na barakatuh. Kwa jina anaitwa Mahmud Ali Mahinda, mkazi wa Mkonazi. Mimi kwanza ningetoa mwongozo mara moja. Wakati hawa wabunge wetu walikuwepo kule bungeni, kuna mmoja wapo alisema hii ni Zenji Empire, halafu akamnyosha kidole mwakilishi mwenzake, akaambia wewe jitizame kutoka chini mpaka juu. Na Zenji Empire akimaanisha ya watu weusi, na yule anamnyosha kidole ni Muhindi. Mimi nilikuwa nataka niulize, kama yule si Mzanzibari, je, Jasmine Alo mbona hakuonyeshwa kidole? Lakini vile vile kuna mwanaharakati wao wa chama chao
anaitwa Jamila ambaye ni Muhindi Ismailia. Huyu anahusiana na Zenji Empire. Nafikiri itakuwa nimefahamika, kwa maana kwamba napinga huo ubaguzi ambao umekuwa umejitokeza. Nije katika ambayo ninakusudia zaidi. Yaliyosemwa na Lukuvi pamoja na Mrema tumeyasikia sote. Mimi ningeomba ikiwa kama patafanyika dua maalum kuwaombea dua watu hawa na kauli zao, nafikiri itakuwa jambo la muhimu na lenye maana zaidi. Lakini la pili, ikiwa hawa watu wa chama hichi cha tawala wamesema yeye kama yeye kwa chama chake ana hofu Zanzibar ikiwa na mamlaka yake itakuwa inaleta utawala wa Kiislamu, niwaulize Waislamu wenzangu ambao wao wako chama pamoja na kafiri huyu, wanaipokea vipi kauli hii ya mwanachama mwenzao hali ya kuwa wao ni Waislamu, na hali ya kuwa Uislamu unasimama kwanza, vyama vinakuja baadaye, ambavyo hata hiyo Qur'ani havitambui vyama hivi. Sasa jengine la mwisho, mwenzangu alitangulia kusema tuchazungumza sana. Sasa mimi ningeomba Mungu tupe fatwa mashekhe juzi kauli kama hizi na matendo kama haya yanayoendelea, hasa kipindi hichi kidogo cha hatarishi. Mutupe fatwa ambayo nafikiri Waislamu pamoja na Wazanzibari tutakuwa na mwongozo mzuri. Asante sana. Asante sana nafasi yako. Alafu na akina mama naona tumepata mchango mzuri, lakini mtu mmoja tu au bado kidogo. Kwa hivyo tunaomba tutakuwa na nafasi ya upendeleo hiyo. Waheshimiwa wana kongamano. Rahim. Naitwa Isa Masudi, natokea Mombasa. Na machache tu ya kuchangia mjadala huu. Kwanza nitaanzia na mtoa mada wa pili wakati akitoa historia ya Uislamu. Mimi nitatoa pointi 2-3. Katika kuzungumza kwake alisema hapa kuwa sultani wa kwanza Said bin Sultan, kama sikosei, alimkaribisha misionari mmoja kujenga kanisa hilo hapo. Wale watu ambao ndani ya ama ni taasisi za kidini huko bara ama kwenye bunge la katiba au yoyote ndani ya Tanzania hii ambaye anasema ikiwa Zanzibar itakuwa na dola yake au mamlaka kamili kama tunavyosema, au hizo serikali tatu ambazo zimepelekwa na tume ya mabadiliko ya katiba kule bungeni, kwamba Wakristo ama wasiokuwa Wakristo ama watu wengine wote wasiokuwa Waislamu kwamba watakuwa katika hali ya mashaka, hawa watu hawa au mtu huyu sijui ni mnafiki ama ni mnani. Kwa sababu ikiwa mfalme wa kwanza hapa Zanzibar wakati huo alimruhusu mtu ambaye si Muislamu akajenga kanisa kubwa kama hilo, na kulikuwa na watu wachache sana wakati huo. Mimi sijazaliwa, lakini huko nyuma tunaambia sijui kulikuwa na watu sijui ni 3,000 ama ni 300, mimi sifahamu. Lakini huo ni mfano mmoja. Lakini mfano wa pili katika Uislamu, kwamba Uislamu haukatazi watu kuishi wenye dini mbalimbali pamoja, mradi tu wale watu ambao wa dini nyingine kama wao ni wachache au kwa wingi wao labda hawawafanyii bugdha au dhara wale Waislamu. Hiyo Uislamu inaruhusu watu kuishi na watu tofauti. Kwa mfano, wale waliohama wakati wa Mtume, kama sikosei pia nitaelimishwa na wenye kujua, wakati zao Habash walipokewa na nani? Kwa hiyo mifano ipo tunayo. Au hapa Zanzibar ndani ya hilo bunge linaloendelea sasa hivi, mbunge ambaye amezungumza lugha alizozizungumza, mimi simjui jina lake, huko jimbo fulani hapa kwetu amezungumza huko. Yeye ni nani? Wazazi wake waliishi wapi? Wamepata bugdha gani? Na imekuwa kuwaje? Kwa hiyo hizi ni fitna. Wazanzibari tuwe macho. Katika kipindi kifupi sana kilichopita, baada ya muda mrefu kiasi wa ufahamu wangu kwa mambo ya siasa za Zanzibar, kipindi kifupi hichi ambacho tunaendelea nacho kutoka sasa hivi, kama kwamba huu mjadala unataka kurudi tena mwaka 1.5 au miezi kadhaa baada ya serikali yetu hii iliyopo sasa hivi. Fitna jamani, fitna si sawa. Ndani ya hao miongoni mwa wajumbe wa bunge la katiba wamo Wakristo wanatetea Zanzibar. Sisi tuko wapi? Tunafanya nini? Tunakusudia kufanya nini? Hiyo ilikuwa ni upande mmoja wa uchangiaji. Swala bahati ndio mchangia mada wa kwanza hayupo, lakini nilikuwa nimuulize kwamba kwani wale wajumbe wa bunge la katiba wanajadili rasimu ipi? Kama ni rasimu ile. Asante sana. Swali limefahamika. Kwani wabunge wa katiba sasa hivi wanajadili rasimu ipi?
Asante. Asante, shukrani. Nashukuru. Seif Hamad nimezaliwa Zanzibar, panaitwa Mkele, wakati huo wengi wape. Mimi nitaongea machache tu kuhusu uongozi wa serikali Tanzania na Uislamu. Kidogo tu. Mwaka 1989 nilimea Dar es Salaam kwa babangu wa kufikia, ambaye babangu wa kambu ni mwanajeshi, alikuwa na nyota 2. Akanihadisia haya ambayo nitazungumza hapa leo. Sisi wanajeshi kutoka Zanzibar, huwezi kupata cheo cha kuongoza kambi kama ukiwa ni Muislamu. Kwa hiyo wenzake yeye ambao ni wa Tanzania bara walikuwa ni Waislamu wawili, Waislamu wakapata vyeo vya Lieutenant Kanali, na mpaka leo hii wapo makambini. Babangu mimi kastaafishwa na mjomba wangu alisababisha vurugu Dar es Salaam kambini kwa kuitetea Zanzibar, kastaafishwa. Huo ushahidi nao, sitaki kuandikia mate, wino upo. Kwa maana hiyo nilijenga dhana tangu kipindi hicho mwaka 89 kwenda 90 kwamba wananchi wa Zanzibar ambao ni Waislamu ndani ya muungano hawana thamani yoyote. Tumewekwa pale sasa, wanapokuwa wanakwenda kuvua samaki baharini, unachukua kichambo na kitupa chini pale, wanakimbilia wengi, unachota unatia kwenye sehemu. Ndio tulipofanya sisi Zanzibar. Wachache wanapata maslahi ndio hao ambao sisi wanatuuza Wazanzibari. Nilikuwa CCM al-awwal ndani ya mambo ya kuchangia rasimu mara ya mwanzo ile ya makundi kwa makundi, kwa mtu mmoja mmoja, ile mle mitaani. Tuliambiwa lazima tuzungumze haya yafuatayo: serikali mbili lazima ziendelee, muungano wetu baki hivi hivi ulivyo. Hayo ndiyo maoni yetu. Sisi hapa tumepangiwa vikaratasi maalum, tukawasemesha wanachama wetu mitaani wakubali. Nilijitenga kwa sababu sikuona mwafaka mzuri. Nilijitoa katika kuwafahamisha watu kwa sababu haikuwa sahihi. Nilichokifanya baada ya kuona sio sahihi, sikutoa maoni yangu. Baadaye sasa, kwa sababu mimi nilikuwa ni kampeni mkubwa wa CCM kipindi hicho, na mjomba wangu mimi mpaka leo hii ni mbunge wa CCM kwa kampeni yangu mimi, popote najisifu. Kijana ananifahamu vizuri hapo. Baada ya kuona kwamba mustakabali wa CCM upo hivi katika kuikandamiza Zanzibar, nikaamua sasa niitetee Zanzibar. Nimehama CCM, nimeingia chama kingine cha upinzani kwa ajili ya kuitetea Zanzibar na kwa ajili ya kuitetea Uislamu Zanzibar. Naomba Mungu ajalie sana Zanzibar ipate mamlaka yake ili Uislamu urudi kama zamani. Mwaka 82, 81, ukitaka uwe mzima na afya njema Zanzibar, basi utafute nywele moja tu ya mwanamke. Ulikuwa huioni mwaka 81, 72, 73, 84. Leo hii wanapita uchi, wanakwenda huko. Ile ni njama maalum ambayo ilipangwa tangu kipindi hicho ili tuweze kuwatawala wa Zanzibari, tuwapeleke kwa wingi waanze kwenda uchi. Hapa tunataka kuwatawala. Na ndivyo ilivyokuja sasa hivi. Zanzibar sasa hivi tunapotoshwa kwa mengi. Wenzetu wanakwenda bara. Mimi namsikitikia sana mheshimiwa wangu mmoja anaitwa Salmo Msaba. Alikuwa anajifahamu katika Uislamu. Wakatafuta kila mbinu ipi tumweze Msaba. Nilikuwa CCM kipindi hicho. Tukafanya mbinu, Msaba akaja CCM, akahamishiwa Dar es Salaam, akaambiwa achukua madaraka hayo, akatafuta binti mzuri, bwana yule mfanye mbinu aweze kulewa. Msaba hakenda akanywa pombe, akaenda katika mambo yaliyokuwa sio, kapotoka katika Uislamu. Hana tena msao katika dini ya Kiislamu. Mwisho wa siku hicho mbaya Msaba anataka kurudi tena katika chama cha upinzani. Likapangwa bunge maalum kutoka pale mkoa na Kiswandui. Msaba lazima awekwe marazi, maisha yake asijitambue, asije kaingia chama cha kafu kaja katoa siri zetu za ndani. Elopata Msaba kwa Uislamu ni yale pale. Baada dakika moja ya kumaliza. Inshallah. Wazanzibari asilimia kubwa sisi ni Waislamu. Muislamu yoyote mwaka 90 kuendelea mbele niko Dar es Salaam nasoma madrasa. Imamu wangu wa msikiti katika kiwanda msikiti, kisa anaambiwa yeye anasababisha vurugu kwa Waislamu katae nyama za nguruwe. Wallahi tulipigwa Waislamu wengi sana na tuliunga na jeshi la jihadi, lakini namsikitikia shehe wetu ambaye alipigwa sindano ya sumu akafa kule jela. Alafu kama Sheikh Kasim Mohamed mmoja pamoja na Sheikh Sao, wale walikuwa ni wawili ndugu. Yule kapigwa sindano ya sumu kwa sababu anaimarisha Uislamu. Na mimi nilifurahi, nilijua atagombania katika chama cha Uislamu Tanzania, ningempa kura. Na hapa jitokeze katika Sheikh Mselemu au Fadia gombanie katika urais wa Zanzibar, tuwape kura, tuachane na mambo yote haya. Assalamu alaykum wa barakatuh. Watu wanakongamano. Sasa tunampa
mweleza mada wa pili, yale yake atayajibu, na yale ya Sheikh Ali Saleh tutampelekea ama tutayapata katika njia moja ama mbili katika vyombo vya habari au njia nyingine yote bali. Na yale ya michangio tumeyafahamu, isipokuwa swali moja naanza kulijibu kabisa mimi ili kumpunguzia mwenye mada ya pili, sababu ilikuwa si lake moja kwa moja. Ndugu yetu aliuliza kwamba hawa uamsho wapo hawapo, wamefutwa au vipi? Jawabu ni kwamba jumuiya ya uamsho ambayo ni Jumiki ni jumuiya halali ambayo haijafutwa wala haijatokea tangazo lolote kwa mrajis kwamba imefutwa. Ni jumuiya ambayo imeelimisha watu wengi na watu wameelimika. Inaonekana kwamba walikuwa wamekielimisha baadhi ya watu kilikuwa hakiwafurahishi, kwa hivyo ndio maana kimekuwa imezungumzwa bungeni kila mara, na sasa hivi imekuwa kama ukitaka kwa jina baya basi unaambiwa uamsho, lakini sivyo ilivyo. Jumiki au Jumaza, jumuiya ya maimamu jumuiya ya uamsho ni kwamba mara nyingi ilikuwa inazungumza kwamba sisi bwana tunataka hadhi ya nchi yetu, hadhi ya rais wetu. Ingawa kuna kiongozi mmoja alisema katika maelezo yake kwamba yeye ameridhika pale alipo hata kama atatumwa. Yeye alisema mimi hapa kwa hatumtetei yeye, tunatetea rais wa Zanzibar, yeye atakuja miaka 10 ataondoka, lakini cheo kile kiko pale pale. Kwa hivyo ilikuwa hilo ndio ambalo liko kwa Jumiki, na ni jumuiya ambayo ni halali na haijafutwa na inaendelea na harakati zake. Sheikh Muhyiddin, karibu tafadhali. Ndugu wanasemina au wanakongamano, naona kwamba michango mingi iliyoletwa ni michango, si maswala. Ni michango ambayo ilikuwa ni ya kuelimisha. Maswala ni labda ni mawili matatu tu. Moja ambalo limeshajibiwa na mwenyekiti hapa, kuhusu swala Jumiki kama ni iko rasmi au imefutwa. Swala jingine nafikiria ilieleza kwamba ni swala la si maswala ni maelezo tu. Swala la Mheshimiwa Pengo alieleza pale kwa Mheshimiwa Sita amekwenda kuonana na Mheshimiwa Pengo. Kwa nini asiye kwa Mufti Zanzibar na wengine? Hili labda nisemee kwa fupi tu kwamba hili tumelizungumza Juma Maimamu Zanzibar, lilifanya kikao na waandishi wa habari siku ambayo Spika Sita alitoa tamko hilo na kuonana. Siku ya pili tulizungumza kwamba alichokifanya Mheshimiwa Spika Sita ni kinyume na maadili, ni kinyume na kanuni na kinyume na sheria za nchi. Kwa sababu na kama kuna kero za muungano, basi hii ni kero moja wapo. Kwa sababu kama yeye alikuwa anataka kuonana na viongozi wenye busara, wenye hekima, na lile bunge ni bunge la Tanzania, kwa nini asije safari mguu mosi mguu pili kuonana na viongozi wa dini wa Zanzibar? Kwa nini? Maana yake huku ni vile vile kudhihirisha kwamba huu muungano una matatizo yake, kwamba mpaka masuala ya dini upande mmoja huo unajifanya kwamba ndio msemaji wa Tanzania. Upande mmoja unajifanya kwamba ndio msemaji wa dini Tanzania, wakati swala la dini sio la muungano. Na hili Mheshimiwa Sita hakufanya kwa bahati mbaya, ni makusudi. Sababu na kama una mkoti Mheshimiwa Sita, mara nyingi akikaa kikao pale mwenyekiti ukarisha bunge, mara nyingi amekuwa akieleza kwamba baba askofu Mtetemela, baba askofu karibu, baba askofu Mtetemela, baba askofu karibu, kama ulikuwa unafuatilia bunge sana. Kwa hivyo amempa hadhi na baba askofu ambao yumo mle ndani. Mle ndani mna mashehe, kwa nini asiwape hadhi mashehe mle ndani? Iwe kila wakati kama baba askofu wewe ndio. Hii ni swala ambalo la makusudi. Kwa hivyo ni swala ambalo ni kero moja wapo. Kwa hivyo katika masuala mengine ambayo nilizungumza, hata katika utamaduni wa Zanzibar, hata swala la dini vile vile limekuwa tatizo kubwa kwa mustakabali wa utamaduni wa Zanzibar, kwa sababu dini vile vile imefanywa kama ni jambo la muungano. Wenzetu wanalitumia kuisukuma Zanzibar katika maadili mabovu. Mfano mzuri ni kwamba kwa mujibu wa katiba ya Tanzania na katiba ya Zanzibar, hakuna hata kipengele kimoja kilichosema kwamba
Askofu au Kardinali Pengo ndiyo kiongozi mkuu wa Katoliki Tanzania. Kwa maana muungano hakuna kabisa. Yeye ni kiongozi wa Katoliki wa Tanganyika. Lakini leo anachukua madaraka sababu katiba Zanzibar ipo. Katiba Zanzibar haijasema kwamba swala dini swala muungano. Kwa nini yeye awe na mamlaka Zanzibar kwamba yeye ni kiongozi wa Katoliki Zanzibar? Kapata wapi mamlaka hayo? Katiba gani inamruhusu? Kwa hivyo huu utata mwingi, utata uliopo huu. Swala la mufti. Kwamba mufti wa Tanzania leo, mufti wa Tanganyika leo amefanywa kama ndio mufti wa nini? Ndio mufti wa BAKWATA, mufti wa Tanzania. Mufti wa BAKWATA, na bahati mbaya basi BAKWATA ni NGO, non governmental organization. Ni chombo kama ilivyo Jumiki ndio ilivyo BAKWATA. Sasa iweje kwamba BAKWATA, mufti wa BAKWATA ndio mufti wa Tanzania nzima? Iweje? Katiba gani ambayo inampeleka hivyo? Sivyo. Nitoa mfano mmoja tu ambao udhalilifu dhidi ya Uislamu Zanzibar. Sisemi hadiani, kuna karibuni, kuna mara moja nishiriki kikao, bahati mbaya tu nishiriki kikao nilichukuliwa kama ni mwakilishi wa Jumuiya ya Kiislamu Zanzibar katika kikao kilichofanyika Tanzania bara. Alikuwepo mufti wa Zanzibar, alikuwepo kadhi mkuu wa Zanzibar, alikuwepo katibu mtendaji wa Wakfu na Mali ya Amana Zanzibar, na baadhi ya watendaji wengine wa Wizara ya Katiba na Utawala Bora. Taasisi ya Kiislamu Zanzibar nikaja nikashukuru, bwana wewe na wewe ingia. Akasema si tatizo, nitakwenda. Kilichotokea kule ni kwamba wakati safu zinapangwa za viongozi, anakuja Mheshimiwa Jakaya Kikwete kuhutubia, safu za viongozi zilizopangwa, mufti wa BAKWATA yuko mbele kabisa, yuko mstari wa mbele pale. Nyuma yake wako mashehe wa mkoa, mashehe wa mkoa wa Dar es Salaam, shehe wa mkoa wa Dodoma, shehe wa mkoa wa Mwanza, shehe wa mkoa wa Kigoma. Nyuma yake mufti wa Zanzibar na kadhi mkuu wa Zanzibar wako kule mita 7 kutoka mbele. Wamekuwa kule nyuma kabisa. Kama kwamba pale hapana mufti wa Zanzibar. Mufti wa BAKWATA yuko frontline. Bahati tu ikabidi labda nisema kama uamsho ibidi uanze pale uamsho. Uamsho ibidi uanze pale kwenye kumbi. Tukavinjari, tukasema hili haliwezekani, na nikamwambia Mheshimiwa Suraga hili abadan haliwezekani. Huyu mufti wetu ana heshima, ni mufti wa Zanzibar, kaja hapa ni mufti wa Zanzibar, sio huu sio shika mkoa. Iweje? Kwa sababu hii sijui itakuwa protocol imevunjwa, protocol si haiwezekani. Nikamwambia no, protocol lazima itavunjwa. Lazima mufti wa Zanzibar atakaa mbele kama alivyo mufti wa BAKWATA. Baada ya muda mrefu msuguano, akashukua mufti wa Zanzibar akaikwa mbele alipo mufti wa BAKWATA. Unaona, yani udhalifu ambao unafanywa dhidi ya viongozi wetu. Huu ndio muungano wenyewe. Huu ndio muungano wenyewe uliopo. Hata katika masuala ya dini wenzetu wanafanya nini? Wanatubena. Ushahidi upo, nafasi nyingi za masomo zinakuja kwa niaba ya Tanzania za dini. BAKWATA inatia mkononi, inatia mguu chini kwamba Watanganyika ndio wanapelekwa. Ukienda Saudia, ukienda Libya, ukienda Kuwait, ukienda Qatar, asilimia kubwa ya wanafunzi wanaokwenda kule ni Watanganyika. Zanzibar utapata moja tu wawili. Nafasi nini? Nafasi za Tanzania. Bahati mbaya mpaka nafasi za Zanzibar za dini za Zanzibar Watanganyika wanazichukua, wanazidhibiti, wanazihamishia kutoka Zanzibar kuzipeleka Tanganyika. Hiyo hali ilivyo, ushahidi upo. Sasa tunaposema jamaa hili swala, kwa hivyo masuala haya lazima tuyape kipaumbele. Swala jingine, swala moja shukuru Ramadhani anasema swala la Uislamu na dini ya amani ni sawa sawa. Swala la mwingine Suleiman Muhammad alichangia tu, Said Salim Saidi, Sheikh Mheshimiwa Joy hapa, Yusuf Mutar, Muhammad Mahmud Ali anasema dua kwa Mrema na Lukuvi isomwe dua. Hili nafia sijui kwa sababu kama Juma Memamu tuna vikao vyetu ambavyo vinaamua masuala. Si wazo la mtu binafsi. Ni baraza la fatwa la Juma Memamu ndio ambalo linaweza likatoa nini? Likatoa maelekezo kwamba sasa kulingana na hali fulani ifanyike kitu fulani. Kwa hivyo kumuombea dua Mrema, kumuombea dua Lukuvi ni masuala ambayo tumechukua na tutafanya kazi katika masuala ya vikao vinavyohusika. Rasimu ipi ambayo inajadiliwa? Amezungumza kwa rasimu ipi ambayo inajadiliwa?
rasimu nafikiri hichi kiko wazi, na ndio maana juzi na Mheshimiwa Saleh amesema hapa na wabunge kule wamesema kwamba rasimu iliyopelekwa kwenye bunge la katiba ni serikali 3, serikali 2 pale haipo. Sasa kama kujadiliwa serikali 2, ile serikali 3 iondoshwe kwanza, tumerudi ichukue maoni ya wananchi, halafu ipeleke serikali 2 watu wakitaka wajadili. Hata ukiangalia ni kinyume na utaratibu kwamba kujadili pale serikali 3. No, kama hutaki ile serikali 3, maana yake ile bunge livunjwe, ile rasimu iondoshwe pale, watu warudi watengeneze hiyo rasimu ya serikali 2, halafu ipelekwe bungeni ikajadiliwe. Mlango wa nyuma siwo, sisi msipite kwa mlango wa nyuma. Sawa. Kwa hiyo la msingi kwamba lazima maslahi ya wananchi yalindwe. Tumekwenda katika mchakato wa katiba kwa salama na amani, na bado nasisitiza kwamba wananchi wa Zanzibar watunze amani na usalama na utulivu. Kama Juma Imamu tunaomba wananchi au Waislamu wa Zanzibar wasichokozeke. Haya yote ambayo yanazungumzwa ni kutafuta sababu ya kuwachokoza Waislamu wa Zanzibar waje juu, ili ipatikane sababu ya kufanya sababu ya kuwadhuru, ya kuwapiga, ya kuwaua, ya kuwaweka jela. Ndio sababu kwa sababu sasa ndio sababu. Kwa hivyo la msingi watu wasichokozeke, Waislamu watulie, wasubiri viongozi wao wanaoelekeza vipi. Hilo ndilo ambalo tunalipendekeza. Jingine ambalo labda nilizungumze ni swala zima la kidogo nitagusia kwa sababu kule sikugusia kidogo, swala zima la mahusiano haya. Kuna swala zima la OIC. Na hili limekuwa si labda ndio dona ndugu, yani imekuwa watu limekaa rohoni. OIC itakuwaje? OIC itakuwaje? Kwani kuna tatizo gani? Zanzibar wenyewe wakiamua, wenyewe Zanzibar sisi tunajiunga na OIC, nyinyi wa Tanganyika mtaumia nini? Maki imekuwa fimbo kubwa sasa inopigwa. OIC. Kwa nini? Hivyo. Mbona Vatican ipo hapa Tanzania? Vatican ipo, na bahati mbaya basi Vatican imo ndani ya Italy, ndani ya serikali ya Italy. Vatican ina watu 829. Kwa sababu imefanywa mpaka imekuwa ni nchi ya Vatican ambayo ina kiti Umoja wa Mataifa. Hii kanisa Katoliki lina kiti, Papa ana kiti Umoja wa Mataifa. Idadi ya raia wake au watu wake ni 829. 800, sio 1800 hivyo. 829. Ni mji mdogo kama kutoka kusoma kutoka mji Mkongwe mpaka sio kama Kohani au Kariakoo. Lakini ina ubalozi wake Tanzania. Nani ambao sasa hapa Tanzania ubalozi ule umekuja kufanya nini? Kwa nini? Umekuja kwa sababu una maslahi yake na nani? Na watu wake wa Katoliki, watu wake wana. Sasa jamaa, kwa nini sasa sisi wenyewe Waislamu tunaposema kwamba sisi tuna mahusiano na wenzetu nchi mbalimbali, kwa nini iwe linongwa? Kwa nini iwe linongwa? Hii maana yake ni kwamba agenda ni kuwazuia Waislamu au wananchi wa Zanzibar wasipate maendeleo, wasipate uhusiano na wenzao. Hii ndio agenda kabisa iliyopo. Na bahati mbaya basi wenzetu au viongozi wetu wamebeba agenda hii bila kujijua. Wanapiga debe, itakuwaje? Alikuwa hataki hapa Zanzibar ahame. Wewe kama nani? Unaomwambia Mzanzibari hapa ahame? Wewe kama nani? Hii nchi ni Mwenyezi Mungu, ndipo ambapo alipotujalia, tumezaliwa hapa, ndio neema Mwenyezi Mungu aliyetupa. Hii Zanzibar ni yetu. Sasa huna mamlaka wewe ya kumwambia Mzanzibari ahame. Kabisa huna mamlaka hayo. Hichi nimesema kwamba ilikuwa nikizungumze. Kwa hivyo kwa sababu nasema hapa mingi ilikuwa ni michango tu, si maswala. Jingine ambalo labda nilizungumze, swala linakuja hoja. Swala la kwamba kwa nini serikali mbili, pengine serikali hizi itakuwa kwaje mpya, sio serikali 3 mpya. Ala msingi kwamba
mambo haya tumerisi kwa wazee wetu. Sasa haya yanamshika, kwa sababu kama tumerisi kwa wazee wetu, azimio la Arusha tumerisi, au hatukulisi azimio la Arusha, tumerisi azimio la Arusha. Na hawa ambao pia kelele kwamba leo tutalinda azimio la Arusha, wamekuja wakalivunja pale Kisiwandui. Kwa azimio namba ngapi? Azimio la chama Kisiwandui pale. Azimio la Arusha lilikatiwa kaburini moja kwa moja. Na hili muasisi Nyerere hili aliweka, wamelivunja wakaliondosha. Sasa inakuwa kwaje leo kwamba kwa sababu hii haya kama la msingi tuangalie maslahi ya nchi, tusiangalie maslahi ya binafsi. Kwa hivyo kwa ujumla kwamba nisema nitakufungia kwamba mada yangu ilikuwa ni swala la utamaduni na muungano wa Tanzania, utamaduni wa Zanzibar na muungano wa Tanzania. Kwa ujumla kwamba hatuwezi Wazanzibari tukaweza kuuza utamaduni wetu ambao tumerisishwa na wazee wetu, utamaduni ambao unamjenga mtu heshima yake ulimwengu.